Mtu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe, na kukaribisha tuangalie katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 na mstari wa 24 na wa 25. Neno la Mungu linasema, yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Kwa maana mlikuwa mnapotea kama kondoo, lakini sasa mmemrudia mchungaji na mwangalizi wa roho zenu. Tunaona hapa anasema kwamba yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Kwa maana mlikuwa mnapotea kama kondoo, lakini sasa mmemrudia mchungaji na mwangalizi wa roho zenu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hapa anasema kwamba mchungaji na mwangalizi wa roho zetu. Bwana Yesu asifiwe. Hazungumzii nini? Miili, anazungumzia roho zetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mtu ni roho, mwili ni chombo tu ambacho kinakuwa yani ni miongoni mwa vitu ambavyo vinamkamilisha mtu. Ili aweze kuwa manifested, aweze kudhihirika katika ulimwengu wa mwili, kwa sababu katika ulimwengu wa mwili hauwezi kuoperate pasipo mwili. Kwa hiyo ndio maana hata Mungu mwenyewe ili aje atuokoe wanadamu, ilibidi aje kwa katika udhihirisho wa kimwili. Ndio maana Yesu alizaliwa ili awe na mwili, ili aweze kutuokoa. Tunaona hata pia shetani hawezi kufanya kazi, yani spiritual, yani kiroho, kwa sheria za ulimwengu wa roho. Kiumbe cha kiroho hakiruhusiwi kutenda kazi katika ulimwengu wa mwili pasipo mwili. Ndio maana shetani pia anatumia watu, ndio maana Mungu pia anatumia watu, mapepo yanatumia watu. Kwa hiyo vitu vyote vya kiroho ili vitende kazi katika ulimwengu wa mwili vinahitaji kitu chenye mwili. Ndio maana Mungu mwenyewe anasema kwamba naangalia mtu ambaye amesimama katika nafasi ili afanye nini? Aweze kutenda kazi yake. Ili aweze kutenda kazi yake. Kwa sababu gani? Asipokuwepo mtu ambaye atakuwa yuko tayari, maana yake mambo yataharibika. Ni lazima ukubali Mungu akutumie ili mambo yaweze kukaa sawa. Sasa tukirudi hapa, tulikuwa tunazungumzia mambo ya rohoni, kwamba mchungaji na mwangalizi wa roho zetu, maana yake ndiye mchungaji na mwangalizi wetu. Huyo anayezungumziwa hapa ni Yesu Kristo, kwamba alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Alichukua dhambi zetu. Tunajua wazi kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, kama ilivyoandikwa katika Warumi sura 6 mstari 23, kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kwa hiyo sasa Yesu amekufa kwa ajili yetu, akazichukua dhambi zetu juu ya mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, ili kwa lengo moja sisi tuwe hai katika haki. Maana yake ni kwamba tunapompokea Yesu anachukua dhambi zetu, anatupa nafasi yake. Maana yake ni kwamba dhambi inakuwa haina nguvu tena juu ya maisha yetu. Dhambi inakuwa haiwezi kutuonea, kutupelekesha. Tunakuwa tuko addicted kwa dhambi. Yaani sisi tunakuwa na power au nguvu juu ya dhambi. Maana yake hauwezi kusema kwamba eti kwa sababu nimeshawishiwa ndio maana nikaiba. Kwa sababu eti alinitega ndio maana nikamwiba. Kwa sababu alinitega ndio maana nikazini. No. Hauwezi kuwa under control ya dhambi unapokuwa umempokea Yesu na kumruhusu Roho Mtakatifu awe ndani yako. Kwa sababu gani? Unakuwa umekufa katika hali ya dhambi. Tamaa zile za mwili zinakuwa hazina nguvu juu yako. Zile tamaa za kidunia zinakuwa hazina nguvu juu yako. Kwa sababu gani? Kwa sababu umekufa katika mwili, lakini uko hai katika matendo ya haki. Umekufa katika dhambi. Yesu amesha kusaidia. Maana yake ni kwamba inatakiwa wewe sasa, ikiwa unaona unaanguka mara kwa mara, maana yake unahitaji kuendelea kumkaribia Yesu zaidi kwa kulisoma neno lake na kwa kuomba, pamoja na kufanya maombi ya kufunga na kuomba. Hivyo vitu vitakusaidia. Unajua ni kwamba ni kweli tunaitumainia neema ya Mungu itusaidie. Lakini sisi tusipochukua hatua, maana hiyo neema ya Mungu itakuwa ni kazi bure, haitaweza kufanya kazi. Inahitaji hiari yako na maamuzi yako. Tunajua wazi kwamba kuokoka, unapookoka haihitaji wewe ufanye chochote kile. Inahitaji tu wewe mwenyewe kwa kinywa chako tu ukiri tu, ili ukiri kwamba Yesu ni Bwana na Mungu alimtoa, alikufa kwa ajili ya dhambi zako, lakini pia uamini kwa moyo wako. Uamini na ukiri kwa kinywa chako, unapokea wokovu. Wewe hauhitaji kufanya jambo lolote la maana, hauhitaji kuchukua hatua yote ile nyingine. Yaani hakuna extra thing ambacho unataka kufanya. Ni hivyo tu. Lakini sasa ili uweze kuishi maisha ya ushindi dhidi ya dhambi, maana yake si kwamba tumepewa neema, lakini hiyo neema lazima uchukue hatua sasa. Hatua ya kuamua toka ndani ya moyo wako kuishi maisha ya utakatifu. Huwezi kuishi maisha ya utakatifu kama usemi neno la Mungu. Hata iweje. Huwezi kuishi maisha ya utakatifu kama ufanye maombi ya kufunga na kuomba. Hata iweje.
Hivyo vitu vinategemeana. Ndio maana mwandishi wa Zaburi anasema kwamba moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikatenda dhambi. Maanake neno la Mungu ni ulinzi, ni nguvu kwako, linakufanya uwe above ile neema ya Mungu iliyofunuliwa kupitia Bwana wetu Yesu Kristo kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kwa neno la Mungu pamoja na maombi ya kufunga na kuomba, yanakuwa zile tamaa za mwili, yanakupruni vile vitamaa vitabia vibaya vinaondoka vile. Kwa hiyo inakufanya unakuwa hai katika matendo ya haki. Kwa hiyo huwezi kuwa katika ile standard kwa mara moja, ile standard ya kumfanania Kristo kwamba yani umeokoka tu leo alafu kwa above dhambi na maisha ya tamaa ya mwili. Hapana, hivyo vitu vitakuchallenge, vitaendelea kuchallenge. Tunachotakiwa kufanya ni kusimama. Hata ikitokea umeanguka, simama, endelea kukua, kuchukua hatua za kukulia wokovu mpaka ufikie ile standard. Huwezi kuifikia ile standard kwa mara moja. Lazima uamue kweli kupiga mbio, kutembea kwa ujasiri, kwa kuhakikisha kwamba unafuata kila kitu ambacho inatakiwa ukifanye ili uweze kuwa imara katika wokovu na uweze kuwa na nguvu dhidi ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona sasa hapa kumbe tunakuwa hai katika mambo ya haki. Maana yake ni kwamba dhambi haina nguvu juu yetu, bali unajikuta kwamba vile vitu ambavyo vilikuwa vinakusumbua zamani, zile dhambi ambazo ulikuwa uko addicted, yani huwezi kuviacha, huwezi hata ufanye vipi, unajikuta kwamba umetubu leo, umerudia kesho. Umetubu leo, umerudia kesho. Kwa sababu Mungu amekupa kuwa hai katika haki, unajikuta tu automatically unachukia, hautaki kufanya tena, na hata ushawishiwe vipi hauwezi kufanya. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari unakuwa umeshakufa katika hali ya dhambi na upo hai katika matendo ya haki. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, wewe ambaye unasema kwamba watu wanawezaje kuishi maisha ya utakatifu? Wanawezaje kuishi maisha ya utakatifu wakati unakuta ukifika umri fulani unakuta tu biological factors zinakulazimisha ufanye baadhi ya vitu ambavyo ni dhambi? Nataka nikwambie kwamba kwa sababu upo katika hali ya kimwili, kwa kibinadamu haiwezekani kabisa, lakini kwa Mungu yote yanawezekana. Kwa hiyo ukiona watu wanaweza, ni kwa sababu wamemruhusu Roho Mtakatifu, wameruhusu neema ya Mungu na nguvu ya Mungu iwasaidie. Maana pasipo hiyo hakuna mwanadamu ambaye anaweza, lakini kwa sababu kwa Mungu yote yanawezekana, ndio maana wanaweza kuishi maisha ya utakatifu. Kwa hiyo usije ukasema kwamba siwezi kuokoka kwa sababu naona siwezi kabisa kutoboa, mimi ni mtu wa tamaa sana, najua kabisa kama nitakuwa namkufuru Mungu. No, Yesu atakusaidia. Ukimwamini Yesu anakuwa ile hali ya tamaa ya dhambi, kuonyeshwa na dhambi, anakusaidia, unakuwa hai katika mambo ya haki. Kwa hiyo utajikuta kwamba zile dhambi ambazo zilikuwa zinakusumbua huzitamani tena, vitu ambavyo huwezi kuviacha, unajikuta umeviacha kiurahisi kabisa. Kwa hiyo mpokee Yesu, mwamini Yesu, na wewe ambaye umempokea Yesu, endelea kukulia wokovu, endelea kupiga hatua kusonga mbele. Chukua hatua za makusudi kabisa kujifunza neno la Mungu, kufunga na kuomba, kufisha huo mwili na tamaa za mwili. Bila kufunga na kuomba, ndugu yangu, unakula ugali kila siku, lazima bado itakusumbua. Yaani ni kweli tunategemea neema ya Mungu na nguvu za Roho Mtakatifu ili tushinde dhambi, lakini wewe usipochukua hatua za makusudi kusoma neno la Mungu, kufunga na kuomba, na kuhakikisha unakatakata vile vishawishi na vitu vya karibu ambavyo vinakufanya uanguke kwa urahisi kwenye dhambi, kama mtu ambaye unaona anakuangusha zaidi au anataka kuondolea mbali, usipofanya hivyo, unaendelea kuwa ni mtumwa wa dhambi. Utakuwa mtumwa wa dhambi mpaka lini? Utakuwa ni maisha ya giza na nuru mpaka lini? Itakuwa ni mguu kushoto kulia mpaka lini? Na hujui siku wala saa. Usije ukapoteza muda wako ukiamini kwamba uko kwa Kristo, lakini maisha yako ni ya kuunga. Leo safi kesho mbaya, leo safi kesho mbaya, inakuwa haipendezi. Kwa sababu Yesu anasema kwamba ni bora ukawa baridi kabisa kuliko kuwa vuguvugu, maana ukiwa vuguvugu atakutapika. Kwa hiyo nakusihi, amua kuwa moto, maana Yesu ndiye anayekusaidia, sio kwa nguvu zako. Mwambie Yesu, nisaidie, Yesu niwezeshe. Umesema kwamba umechukua dhambi zangu katika mwili wako ili niwe hai katika mambo ya haki. Kwa hiyo nahitaji kuwa hai katika mambo ya haki. Ninahitaji kuishi maisha ya utakatifu, maisha yangu ya kureflect wewe Yesu Kristo. Nisaidie, niwezeshe. Muombe Yesu Kristo, chukua hatua za makusudi kabisa. Hizi ni hatua za makusudi kabisa. Kusoma neno la Mungu sio rahisi. Sio kila mtu anapenda. Sio rahisi. Ndio maana utakuta kwamba unaona uvivu. Mambo na tiba zinabana. Mambo yani unaona kabisa kuna upinzani, sio rahisi. Kwa hiyo ni kuamua kuchukua hatua za makusudi kutoka ndani ya moyo wako ili uweze kupona. Kwa sababu usipofanya hivyo kategemea tu neema ya Mungu itanibeba, ndugu yangu, unafeli. Na utajikuta kwamba kila wakati unaanguka, kila wakati unateleza kwenye dhambi hizo, kwenye mambo hayo. Kwa hiyo amua kutoka ndani ya moyo wako, na Roho Mtakatifu na kuombea kwa jina la Yesu Kristo. Neema ya Mungu, nguvu za Roho Mtakatifu zikusaidie, zikuwezeshe katika jina la Yesu. Barikiwe sana mpaka wakati